صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، awali yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye amejalia kukutana tena katika darasa letu la tafsiri, darasa ambayo inaendeshwa kwa ufundi mkubwa, kwa uhodari mkubwa na shekhe letu, murabbi wetu Sheikh Walid Al-Hadi Omari Kawambwa na shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Maal asafi shadid, lakini kwa masikitiko makubwa amenipigia simu kwa dakika chache kwamba darasa niendelee nalo mpaka pale tutakapomaliza. Yeye ana dharura ya kikazi, lakini darasa liendelee. Kuna wakati failu anafanya kazi ya fail na kuna wakati naibul fail anafanya kazi ya fail, si ndio? Kwa hiyo leo naibul fail insha Allah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kufanya kazi ya fail. Jana tumesoma mambo makubwa sana, na sisi tukasema tutapita pale pale eneo lile lile, walau kwa kukanyaga kwa juu juu, sio kwa kukanyagia chini. Wenyewe wamepita. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa bi ulumihim wa asrarihim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa bi ulumihim wa asrarihim yawma yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Tulisoma hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio alianzisha maumbaji, kuumba ameanzisha yeye. Vyote vilivyomo duniani kavianzisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuviumba vyote, mpaka hii mikrofoni hiyo hivyo hapo, mpaka hiyo kofia ulioivaa, mpaka hiyo simu ulioivaa ulioishika mkononi. Yauma yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Kuna wakati vinarejea kwa Mungu vimeharibika, kuna wakati ikifika tu akifanyi kazi, kesi imeisha hiyo. Na binadamu ni hivyo hivyo. Allah ametuumba kwa umbile. Allah akasema, akatusifu kwenye Qur'ani kule, amesemaje? Tumemuumba mwanadamu kwenye umbile lilokuwa bora kabisa. Tumemuumba mwanadamu, lakini baada ya maumbile yale, summa yu'idu, kisha anakurejesha kwake. Summa ilayhi turja'un, kisha kwake yeye Mwenyezi Mungu lazima. Sheikh hapa jana alisema hivyo, lazima turja'una, utake usitake utarejeshwa kwa lazima. Mimi sitaki kufa, utarudishwa, sio hiari hapo. Mimi bado napumulia mashine, turjauna. Akatembea hapa akasema, sio kwa kutaka namna gani ya kwenda, hapana, turjauna. Watu wa lugha walifaidi jana sana vizuri. Kisha mtarejeshwa kwa lazima. Wallahi Mwenyezi Mungu ni fundi. Hebu angalia umma huu ulivyoko duniani, alafu wengine ni wababe, wengine kama alivyokuwa Firaun,
laanatullahi alayhi, Firauni alivyokuwa vile, ni wakurejea kwa Mungu kweli yule? Na akasema Firauni, amantu bi rabbi Musa wa Harun, nimemwamini Mungu wa Musa na Harun. Mungu alimwambiaje? Alana, hivi sasa, wakad asaita min qablu, umefanya maasi mengi sana, umeharibu, sasa hivi ndio unaamini? Thumma ilayhi turjauna, kisha mtarejeshwa. Mwenye bodaboda atarejeshwa na ubabe wake wa kwenda spidi, mwenye gari na spidi yake atarejeshwa. Hata wewe uliolala kitandani huna bodaboda wala gari, na wewe utarejeshwa. Kisha Allah akasema wa yauma taqumu saa, subhanallah, na siku kiyama kitakaposimama. Kiyama kitakaposimama, limepulizwa lile baragumu la suri ya pili, ya kwanza ya kiyama, limepulizwa lile suri. Yauma taqumu saa, nini kinatokea? Yubilisul mujrimun, makafiri, washirikina wote watakata tamaa. Sasa hatuna maisha, wote wanakata tamaa. Sasa maisha hamna. Mujrimun, yubilisul mujrimun, watakata tamaa. Yayasul mujrimun, watakata tamaa wote wa mujrimina, washirikina, makafiri wote wanakata tamaa, hawana maisha tena. Wanajua kabisa huko mbele ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hawana maisha tena. Mwenyezi Mungu atujalie sisi, atukinge kuwa na watu hao, atuwezeshe kuwa na imani thabit ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atufikishe hapo tumtambue Allah. Aya hizi ukizisoma lazima mjue na umuone Mungu, umuone Mungu. Hebu fikiria makafiri walivyo hawa, mapasito namna hii, alafu ipo siku itafika kwamba wakata tamaa na maisha, kwamba hapa hakuna maisha tena. Wa yauma yaqumu saa, wa yauma taqumu saa, na siku kitakaposimama kiyama, yubilisul mujrimun, mujrimina wote wallahi watatakata tamaa, hawana habari tena, hawana tamaa ya aina yoyote huko mbele ya maisha. Maana yake sisi sasa tulimkosea Mungu, watamkubali Mungu pale pale, watamkubali Mungu kwamba kumbe Mungu yupo. Hebu angalia hii hali inavyotokea, watamkubali Mungu pale pale, lakini muda ule wakimkubali Mungu sio wakati wake. Ule ni wakati wa kwenda kuhesabiwa na kulipwa yaliyokuwa yetu mema, na yale mabaya vile vile watu wataenda kulipwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema walam yakun lahum min shurakaihim, kwa hali walizokuwa nazo wakati huo hawatakuwa na mashirika zao, hawatakuwa na wasaidizi wao, hawatakuwa na watu wao wa karibu, shufaa, ambao wanaweza kuwaombea. Jamani, hebu huyu mwache bwana, huyu ni wa kwetu, huyu wa mtaani kabisa, huyu sio kichangani. Kuna wakati tunapiga simu tu, unapiga simu, bwana huyo mwache wa kwetu, muumini wangu huyo, na anaachwa kweli. Lakini siku hiyo hakuna simu, hakuna wa kusema bwana nipate usaidizi, hayupo. Waman lam yakun min shurakaihim shufaa, hakuna mtu wa kuwasaidia maskini ya Mungu. Wakanu bishurakaihim kafirin, washirika wao walikuwa ni washirikina, ni makafiri, hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tayari wameanguka patupu, wamezama katika hali sio ya kawaida. Lakini Allah akaendelea kusema, akasema wa yauma taqumu saa, na siku kiyama kitakaposimama tena. Kundi la kwanza huko juu ni mujrimina na makafiri, kundi la kwanza ni la washirikina. Wa yauma taqumu saa yubilisul mujrimuna, hilo ni kundi la kwanza la makafiri na washirikina. Hili linalokuja la pili, wa yauma taqumu saa, kundi hili linaloelezwa hapa na Allah subhanahu wa ta'ala ni la waumini
anasema yaumaidhin, siku hiyo waumini hao yatafarrakuna, watatengana na watu wao, watatengana na watu wao waliokuwa karibu, wale walikuwa marafiki zao watatengana nao. Yani hapo atajulikana huyu ulikuwa unaishi naye pamoja, je, mwenzio shekhe huyo? Hapa tulivyokaa kundi hivi, je, sote sisi tuko pamoja kwenye hilo? Yatafarrakuna, muona kazi hiyo, watatengana, kila moja awe na njia yake. Watatengana, kila moja awe na nini? Na njia yake. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa ammal ladhina amanu, basi wale ambao walioamini. Mwenyezi Mungu atutie na sisi katika walioamini. Wa amilu salihati, na wakatenda mema, sio imani tu na mema. Kuna imani na amilu salihat, ni mambo mawili lazima yaendane. Wale wenye imani tu hawana amilu salihati, hawatakuwa na chao. Kasema sana jana Sheikh Ibn, jana kazungumza sana. Kuna imani watu wanazo, ana imani Muislam, aswali, afungi, atoi zaka, ana roho mbaya, ana imani, pengine anasaidia, lakini amilu salihat hana. Matendo mema, sote tunatakiwa tuwe na matendo mema. Na Allah baada ya hapo akasema, fahum, basi kundi hilo, hawa wao, fi rawdatin yuhbarun, wapo katika mabustani wamestarehe, watakuwa kwenye mabustani wamestarehe, wamekaa vizuri. Wao wanasema na wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile vitu wanavyoviona pale, wanastarehe za ajabu, starehe ambayo ni ya peponi. Peponi, Mwenyezi Mungu atujalie katika hao watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kwa upande wa pili Allah akasema, wa ammal ladhina kafaru, ama wale waliokufuru, wakadhabu biayatina, wakapinga na wakakataa aya zetu, hoja zetu, vitabu vyetu, dalili zetu, mazungumzo yetu, mashekhe wakizungumza humo, walimu wanazungumza humo, kila kitu kinaingia humo, wameyakataa. Wa amma alladhina kafaru, ama wale waliokufuru, wakadhabu biayatina, sio kukufuru tu, na wakapinga na aya za Mungu, wa liqa'il akhirah, lakini wakapinga na ule mkutano wa siku ya mwisho. Mkutano, Sheikh alisema mkutano wa siku ya mwisho, wakaupinga, wakaukataa, na ule mkutano haupo. Tunadanganywa tu hapo. Nani anasema kwamba kuna siku ya mwisho? Nani anasema hivi? Nani alienda akaona? Maneno hayo yako mtaani. Uongo kweli Sheikh? Kwamba nani aliyokwenda akaona bwana? Nani alikwenda akaona afu akarudi? Sasa mtu ukienda kule tena unarudi vipi Sheikh? Bwana, Kiswahili hicho akieleweki. Hivi mtu ukisha kwenda afu utarudi kweli? Hiyo roho yako kweli? Wewe umejiwekea roho yako ya kwenda na kurudi? Ukienda umeenda moja kwa moja. Ukienda umeenda moja kwa moja. Faulaika fil adhabi muhdarun, basi hao watakuwa katika adhabu, ni wenye kuungua ndani ya adhabu hiyo. Neno kuungua katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atunusuru na adhabu hiyo kwenda kuungua. Allah atunusuru na adhabu ya kwenda kuungua. Hapo sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, fa subhanallah, ili swala langu ni la Sheikh. Basi utakaso ni wa Allah. Kama ushajua haya nyuma yalivyo, utakaso ni wa nani? Sheikh anakuja kuanzia hapo inshallah kesho, kwa sababu kipande hichi sikuambiwa nikiseme, na mimi siwezi kuendelea kukisema, lakini fa subhanallah, na mimi nasema hivyo hivyo, fa subhanallah, kwa madarasa ya leo na yale yaliyokuwa nyuma. Fa subhanallah, yale yaliyokuwa nyuma yote yale tuliyoyasoma na tukayaelewa na tukayashika na tukayakamata, mimi nasema hivyo hivyo kama Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ilivyosema, fa subhanallah. Sheikh hayupo, si ndio hivyo? Hii ndio maneno yalivyoishia, fa subhanallah.
utakaso na Mwenyezi Mungu ambaye aliyemleta bwana mkubwa akawa anatufundisha. Baada ya kusema hayo, Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa karabati lana fi dinina ma ahli al-kutri untha wa Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima تتعلم وفينا كرما وارزقي كل حلالا دائما وخلا أتكيا لم نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتابي فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرف وعلى صحب المصابيه الغرر آل ما سري ومستجيب دعواتي ربي فاهمنا علوما برسول الله وحلونا عنا المشكلات فسبحان الله. Barakallahu fiik. Allah kubariki. Amin. Dua zenu mashaka. Dua zenu. Basi inshallah. Kwa Mungu si kubwa. Kwa Mungu si kubwa. Nzuri kabisa. Alhamdulillah. Wanaosema kama sio profesa ni nani? Wanaosema kama sio profesa ni nani? Nimetafuta njia ya kupita. Kima kisizimi. Kima kisizimi. Kwa nini? Sasa hivi umechingwa. Japo dakika 10 kama unakuwa na nafasi, ni